Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu herufi 28 za lugha ya Kiarabu. Ni alfabet ya Kiarabu ambazo ni 28 za abjad. Herufi hizi ni tofauti na alfabeti za lugha Kiswahili ambazo ni 24 na ni tofauti pia na alfabeti za lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Herufi hizi za abjad 28 za lugha Kiarabu zimegawanyika katika makundi manne, kwa sababu kundi la kwanza ni asili yake ni moto, na kundi la pili asili yake ni udongo, na kundi la tatu asili yake ni upepo, na kundi la nne asili yake ni maji. Asili ya binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu, kama ambavyo unavyoona alfabeti hizi za Kiarabu za alifu mpaka ye zimegawanyika katika makundi manne, na sisi binadamu tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Je, ni herufi gani ambayo nayokuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi ya alif. Mtu yoyote atakayeweza kuisoma na kuitaja akairudia alif mara 1000 baada ya swala ya alfajir, hakika ataondokana na maisha ya dhiki, ataondokana na maisha ya ufukara, na atakuwa tajiri kwa uwezo wake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu yoyote atakayeweza kuisoma alif mfululizo kwa muda wa siku 7, wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, atakayesoma alif 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 akairudia mara 166,000 kwa muda wa siku 7 mfululizo, basi hakika atakuwa na uwezo wa kuongea na viumbe wa aina yoyote. Atakuwa na uwezo wa kuzungumza na majini wenye kheri, wenye kutoa mali pamoja na utajiri, na atakuwa na uwezo wa kuzungumza na malaika mahuda, na atakuwa na uwezo vile vile wa kuzungumza na wanyama kama vile wanyama wa aina yoyote, na atakuwa na uwezo wa kuzungumza na viumbe ndege wa aina yoyote. Mtu yoyote atakayehitaji kufahamu siri ya mkewe au siri ya mume wake au siri ya mchawi, anahitaji alopoke, ajielezee mwenyewe mabaya yake, sawa Ukiandika alif katika karatasi kupitia dhafarani na miski mara 28, kisha ukaisomea alif 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 mara 176, na kisha ukaisomea majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu: ya Malik, ya Kudus, ya Malik, ya Kudus, ya Malik, ya Kudus mara 75. Ile tarasimu ukaileweka katika maji. Yale maji ukaamua kumchanganyia aidha mke au mume katika kinywaji, katika juisi, aidha katika chakula kidogo tu, basi hakika mke wako atakuwa anakuelezea siri zake zote, au mume wako
atakuwa na kuelezea siri zake zote. Na hata mchawi hivyo hivyo, ukimkamata mchawi au unamuhisi fulani ni mchawi na unahitaji sasa kumdhalilisha, ajidhalilishe mwenyewe, alopoke mbele ya jamii mabaya yake yote, basi ni hivyo hivyo, yale maji ya tarasimu mchanganyie aidha katika juisi au katika kinywaji au katika chakula, basi hakika atalopoka mabaya yote ambayo ameyafanya. Alifu ina uwezo wa kukuletea kumbukumbu kwa yule mtu ambaye ana matatizo ya kumbukumbu, akitumia pia kunywa tarasimu hiyo ya alifu ya maji yake, basi hakika atakuwa ni mwenye kumbukumbu. Na pia alifu ina uwezo wa kukukinga na maadui, kukukinga na vita za kishetani pamoja na kichawi. Alifu ni ufunguo, kama utaisoma wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama kwa nia ya dhati na ukatia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hakika ukiisoma alifu mara 28 na wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, basi hakika itakuwa ni kinga kubwa sana ya kukinga na wachawi kuto kukuona pamoja na mashetani wabaya. Na alifu ina uwezo wa kuzuia risasi isitoke pindi pale adui anapohitaji kukudhuru. Na alifu ina uwezo wa kukuletea amani katika ndoa yako, baina yako wewe na mke uliye naye au mume, pale amani inapokuwa imetoweka ndani ya nyumba. Ukiiandika alif katika karatasi nyeupe ukairudia alif 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 mara 137, ukaenda kuzindika katika ngome ya mali yako, basi hakika mali yako haitoibiwa kamwe. Na ukienda kuiweka katika nyumba yako hiyo tarasimu na ukaiandikia Hatma Suleiman saini yake, basi hakika itakuwa ni kinga dhidi ya wachawi pamoja na mapepo machafu na mizimu mibaya, haitoweza kufika katika nyumba yako. Na alif ukiisoma wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama mara 166,000, utakuwa na uwezo wa kuzungumza na wazee wa kale, utakuwa na uwezo wa kuzungumza na viumbe wa aina yoyote pamoja na mizimu. Na pia ukienda katika sehemu yenye madini na madini yakawa yamefichwa na viumbe wa kale au yamefichwa na majini, basi hakika ile mali utaiona ambayo imefichwa, aidha madini aidha mali mbalimbali za kimizimu, hakika utakuwa ni mwenye kuziona. Na alif inakuletea amani ya moyo wako kama utaamua kuitumia vizuri. Na alifu vile vile ina kukinga na maadui pamoja na majambazi wasikuone kama utaamua kuitumia vizuri. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi abjad ya alif. Ukihitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukidhie haja yako, akuondoshee dhiki, akuondoshee matatizo, aidha katika ndoa, aidha unahitaji kupandishwa cheo au unahitaji heshima, unahitaji kuwa na mvuto wa kupendwa, basi kila baada ya swala ya alasiri kila siku, basi isome alif mara 2033. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia haja yako. Kama ulikuwa unahitaji kupandishwa cheo, utapata cheo. Kama ulikuwa unahitaji kuwa mtu mwenye kuheshimika kila kona dunia utakayopita, basi utaheshimika. Na kama ulikuwa unadharaulika, basi ile dharau itakuwa yenye kwisha. Kama ulikuwa upendo umetoweka katika nyumba yako baina yako wewe na mpenzi ule naye, basi hakika amani itarejea. Na kama unahitaji kumrejesha mke au mume ambaye anakutoroka, unahitaji arudi katika himaya yako, basi hakika pia atakuwa ni mwenye kurejea. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi
na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona ya dunia utakayopita. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au baba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali na unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa kwa tiba pamoja na dua? Ukiwa nje ya nchi, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.